Amani, rehema na baraka za Mungu ziwe juu yako. Katika video hii tutajifunza kuhusu uchambuzi wa mada. Uchambuzi wa mada ni mojawapo ya aina za uchambuzi zinazotumika katika masomo ya kinadharia au utafiti wa ubora. Bila shaka, katika aina hii ya uchambuzi, lengo lake ni kuchambua maneno yaliyoandikwa, mahojiano yaliyofanyika au vyombo vya habari vilivyopo ili kutengeneza baadhi ya vichwa vya habari au mada kutokana na maneno hayo. Kawaida, baadhi ya hoja hukusanywa pamoja, halafu kutengeneza kichwa maalum kwa ajili ya vichwa hivyo, kisha kufasiri matokeo kulingana na vichwa au mada zilizokusanywa. Kwa mfano, kuchagua mada zinazofaa ili kujua kiwango cha kuridhika kwa wagonjwa kuhusu huduma za afya katika hospitali fulani. Kwa mfano, kufanya uchambuzi wa mada kwa mahojiano haya na wagonjwa. Bila shaka, ili kufanya uchambuzi wa aina hii, kuna hatua ambazo lazima zifuatwe. Kwanza, kusoma mahojiano yaliyofanyika na kuhakikisha mtu anayachambua anayafahamu vizuri zaidi. Kuhusu yaliyomo kwenye mahojiano haya, wakati mwingine unalazimika kutafsiri baadhi ya mahojiano haya. Kwa mfano, kama yapo kwa lugha nyingine, utayatafsiri kwenda Kiswahili au kinyume chake. Ni kweli, kutoka Kiswahili kwenda lugha nyingine ili zitumike kwenye mbinu za takwimu au mbinu zinazofaa za uchambuzi baadaye. Na baada ya kufahamu vizuri yaliyomo kwenye mahojiano haya, unafanya kile kinachoitwa initial codes au alama maalum, alama za awali kwenye baadhi ya hoja zilizotajwa. Na baada ya kuweka alama za awali, tunahamia hatua inayofuata ambayo ni kujaribu kuunganisha alama zinazofanana ili kutengeneza mada themes. Na baada ya kutengeneza hizi themes, zinapitiwa upya ili kuona kama mada hizi zinaendana na mada ya utafiti. Na baada ya kupitia mada hizi na kuhakikisha zinafaa, majina haya yanafafanuliwa na kupewa alama au vichwa vikuu vya jumla zaidi. Kisha ripoti inaandikwa mwishoni. Hizi ndizo hatua za msingi za kufanya uchambuzi wa mada. Kwa mfano, tukichukua mfano huu, uzoefu wa wanawake wajawazito wakati wa ugonjwa wa COVID-19, sawa. Ili kufanya uchambuzi wa mada kama huu, kwa mfano, unafanya mahojiano na wanawake 10 wajawazito wakati wa COVID-19, unachukua yote waliosema wakati wa mahojiano. Kisha mtu anakuwa na uelewa wa kina zaidi kuhusu yaliyomo kwenye mahojiano haya. Halafu, unafanya alama fulani kwa mambo waliyoyataja kama vile hofu ya kuambukizwa au kuhisi upweke au kutokuelewa. Tiba kwa njia ya mtandao, baadhi ya mambo waliyoyataja wakati wa mahojiano. Kisha mambo haya yanachukuliwa na kuunganishwa pamoja na kutengenezewa vichwa maalum vya habari. Walichoulizwa: hisia zao wakati wa ugonjwa wa COVID-19. Ufanisi wa vifaa vya kisasa vya kiteknolojia. Na baada ya kutengeneza vichwa hivi vya habari, vinapitiwa tena ili kuhakikisha vinaendana na kichwa kikuu cha utafiti. Baada ya kuhakikisha hivyo, kila kichwa kinafafanuliwa na inaweza kuwekwa kichwa cha mwisho kwa kila kundi la alama. Mwishoni, utafiti huu unaandikwa. Aina hii ya utafiti inaweza kutumika kwenye sekta ya afya na pia inaweza kutumika kwenye sekta zisizo za afya. Kwa mfano, kujua ni kwa kiwango gani wateja wameridhika na hatua za kimaadili za benki. Kundi la wateja wanaoshiriki kwenye utafiti huu wanahojiwa. Kufanya mahojiano nao kisha kusoma mahojiano hayo ili kujua yaliyomo kwenye mahojiano hayo. Kuweka alama za awali kwa baadhi ya mambo waliyoyataja kama vile uaminifu, kutokuelewa mambo yanayohusiana na ulinganifu wa sheria za Kiislamu.
usalama. Hivyo alama za awali zinawekwa na kisha baadhi ya alama zinazofanana zinakusanywa chini ya mada kubwa zaidi. Kwa mfano, ukosefu wa uelewa unajumuisha baadhi ya alama, kuridhika binafsi kunajumuisha alama tofauti, imani na uwazi zinajumuisha alama tofauti. Mada hizi zilizochaguliwa zinapitiwa upya na kuhakikiwa ili kuona kama zinakubaliana na kichwa cha utafiti, kisha mada hizi zinafafanuliwa. Na mwishowe, utafiti unaohusiana na aina hii ya vipengele unaandikwa kama nilivyowaeleza. Huu ni aina ya uchambuzi wa mada. Hutumiwa tu katika tafiti za nadharia au tafiti za aina ya qualitative research na inachukuliwa kama moja ya mbinu maarufu katika uchambuzi. Kwa kawaida, baada ya kukusanya taarifa hizi, inawezekana kutumia baadhi ya mbinu zinazosaidia kufanya uchambuzi huu ili kuweka alama za awali au kuunganisha baadhi ya alama pamoja. Hata hivyo, anapotumia mbinu au programu hizi, mtafiti lazima pia awe na uhakika. Kwa sababu hizi hatimaye ni vyeti kutoka kwa hili programu. Hasa katika matumizi ya zana za akili bandia, ni muhimu kuhakikisha utangamano wa alama hizi na utangamano wa majina haya na kichwa. Utafiti, bila shaka, ni mojawapo ya maarufu zaidi. Programu hizi kama vile InVivo huchukuliwa kama programu za usaidizi, na pia kuna programu zingine nyingi zinazohusiana na zana za akili bandia. Asanteni nyote.